nimeibiwa milioni 5. Nimetoa taarifa polisi na nimeshaandikisha maelezo. Pole sana. Wakaja vijana wengi sana. Wananiambia mama, fanya haraka, toa vyombo nje. Nikiwa na mwanangu mgongoni nimebeba. Yaani ninalia mwenzenu, jamani nimeumia nyumbani. Leo ni siku ya pili mara baada ya uharibifu mkubwa ambao umetokea katika mtaa wa Mpamaa, kata ya Miuji, jijini Dodoma, mara baada ya nyumba zaidi ya 15 kubomolewa, na hii ni kutokana na kudaiwa kwamba eneo hilo kuingia katika mgogoro mkubwa kati ya wakazi ambao wanakaa kwenye eneo hilo dhidi ya taasisi ya Imam Takwa, ambapo kwa mujibu wa taarifa za taasisi hiyo yenyewe ilinunua eneo hilo mnamo mwaka 2016, lakini wakazi wa eneo hilo wapo katika eneo hilo kuanzia 2013, wengine pia wakifika katika eneo hilo 2014. Mara baada ya mvutano wa mahakamani ndipo ambapo taasisi hiyo imefikia katika hatua ya kuamua kubomoa katika eneo hilo. Jana tuliripoti kuhusiana na kile ambacho kilikuwa kinaendelea, ikiwa ni siku ya kwanza mara baada ya zoezi la ubomoaji, lakini leo ni siku ya pili ambapo leo waliambiwa waende katika ofisi ya waziri mkuu waweze kuzungumza kuhusiana na mustakabali kutokana na kile ambacho kinaendelea katika eneo hilo. Na Dodoma TV tumefika katika eneo hilo ili kuweza kujua, kuzungumza na wananchi. Je, ni majibu gani ambayo wamepatiwa katika ofisi ya waziri mkuu mara baada ya bomoa ambayo imetokea katika eneo lao, ambapo wao wanadai kwamba wao ndio waliwahi katika eneo hilo, ukiachilia mbali taasisi ya Imam Takwa ambayo wenyewe wanadai kwamba imekuja hapo mwaka 2016. Tumezungumza na baadhi ya wakazi wa eneo hili na haya ndiyo ambayo walikuwa wakiyazungumza, lakini wameenda mbali zaidi na kuzungumza kwamba maelekezo ambayo wamepatiwa katika ofisi ya waziri mkuu ni kwamba kesho maafisa kutokea ofisi hiyo watakuwepo katika mtaa wa Mpamaa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanatatua swala hilo na kutoa maelekezo kuhusiana na mgogoro huo ambao umekuwa ukidumu kwa muda mrefu. Wasikilize wananchi wakizungumza, huku pia wakielezea kile ambacho wamejibiwa katika ofisi ya waziri mkuu. Usiache kusubscribe, na kesho pia tutakuwepo katika mtaa huo ili pia kuweza kujua mustakabali wa mgogoro huo ambao umedumu kwa muda mrefu, huku pia ukiacha vilio kwa wakazi wa mtaa wa Mpamaa, kata ya Miuji, jijini Dodoma. Kwa waziri mkuu leo kilichotupeleka kule, sisi hapa tulipo unapoona tumebomolewa, unaona familia zote hizi, hawa watu hawana sehemu ya kulala. Halafu hapa sisi tumebomolewa kimakosa. Umeelewa? Maana sisi tumeanza kumiliki hapa, kuna wazao, halafu tumeanza kumiliki mwaka 2015, 2014 kushuka chini. Hao waliotubomolewa wamenunua 2016. Umeelewa? Sasa wewe mimi ni yeye nunua 2015 na mtu wa 2016. Hivi anayeweza kumiliki nani? Hebu brother wewe unisaidie. Mwenye haki nani? Ni wewe. Ni mimi hapa ndo mwenye haki. Sasa hivi kama huyu mtu anaweza kununua haki yangu mimi, alafu akaja kutufanyia mambo kama haya. Angalia watu kama hao. Angalia mazingira. Mimi hapa nimeibiwa milioni 5 pale. Na maaskari walikuwepo hapa. Mimi nimeibiwa milioni 5. Nimetoa taarifa polisi na nimeshaandikisha maelezo. Pole sana. Baba, pengine tumalizie sasa. Nini ambacho kimeamuliwa kule kwa waziri mkuu? Pole. Sisi tumeambiwa serikali itakuja hapa kesho. Sisi tumeambiwa serikali kesho inakuja hapa imalize huo mgogoro. Ndio kichwa tumeambiwa. Ndio tumeambiwa kule kwamba serikali inakuja hapa. Mpaka sasa hivi familia hazijui zitalala wapi. Sisi hata mwenyekiti wa mtaa wenyewe hajaja. Barozi mwenyewe hajaja. Mwenye mtendaji hajaja. Unaona? Diwani mwenyewe hajaja hapa. Siku tulibomolewa wamefunga ofisi pale. Yaani mchezo uliochezwa hapa, diwani, mwenyekiti wa kijiji wamefunga, siku tunabomolewa wamefunga ofisi, wakafunga na simu. Kila tukipiga mtu apatikane. Unaweza kuona dhuluma ya kiasi gani? Hata kama ni plaza, ofisi mtendaji pale anafunga ofisi, tunabomolewa. Hiyo ni haki? Kwa brother, sisi tunaomba msaada. Sisi tunaomba serikali. Tunaomba serikali tusaidie, tupe haki yetu, na watu walioshughulika hivyo kamatwe.
ili iwe fundisho kwa watu wengine, kwa sababu sisi hapa tunapoonewa hivi, kuna watu wangapi wanaonewa brother? Hivi mangapi yanafanyika? Watu wanachukia serikali kwa sababu ya vitu kama hivi. Mtu mmoja tu anachonganisha watu namna hii. Mtu mmoja hapa, watu wote hawa. Kuna mtu anaweza utamwelewa mtu hapa. Hata mtu mlishe pilau analanje hapa. Inakuwa inasaidia nini? Poleni sana. Tunashukuru. Watakavyofanya kazi yao. Lilisimama pale kwa muda kama nusu saa, likarudi. Baada ya kurudi kama dakika 10, defender ikaja ikiwa na nani? Na lile gari la kubomoa. Mara kidogo nasikia Mama Noeli gari hilo hapo linakuja la kubomoa, yani ile nashtuka, likaanza kubomoa pagari ile pale. Ile yani limvianza kubomoa lile pagare, nikabaki na butwa. Nikaambiwaje, wakaja vijana kama dakika 10 hivi. Wakaja vijana wengi sana. Wananiambia mama, fanya haraka, toa vyombo nje. Nikiwa na mwanangu mgongoni nimebeba. Yani ninalia mwenzenu, jamani nimeumia nyumba yangu mwenzenu. Nilifunga mlango ili wasiingie ndani, lakini walivunja mlango wakaanza kutoa kitu kimoja baada ya kingine. Nilichukua watoto wangu nikasema jamani mimi sitaki, niliingia ndani kujifungia, lakini bado walitoka ndani wakaja wakanivuta. Tulianza kupiga ruangi, askari walikuja kusimama na kutukataza kwamba hatutakiwi kupiga kelele ya aina yoyote, na walisambaa pande zote nne za dunia. Hawakutaka mtu yote anayetoka nje ya tukio aisogee hapa. Walikataza. Kuna mmoja wetu alipiga kelele akanaelekea mashariki, walimfuata na kuanza kumshambulia na kumpiga vibaya mno mpaka aliumia. Sasa kwa hali hii kweli serikali inatuangaliaje? Tulienda kwa waziri mkuu, akasema kaeni, swala lenu tunalishughulikia. Lakini cha ajabu, tumekaa tunasubiri kwamba wanatushughulikia. Mwisho wa siku tunakuja kushangaa grade linakuja kutubomolea nyumba zetu pasipo taarifa yoyote. Basi sawa, kuna mmoja hapo alipigiwa simu kwamba kuna askari gani ambaye yuko hapo, tumpeje, mpeni simu aongee, wakawa wanakataza. Ina maana hiyo yote kwamba wanakataa, hawataki kushirikiana na watu. Kama wangekubali sisi tulivyokuwa tunapiga kelele, watu kutoka mbali wakaja kutusaidia, inawezekana hata nyumba zingine zingesalia. Lakini walisimama kuzuia wananchi tusitetee mali zetu, bali wao wafanye kazi yao waliokuwa wameifuata. Ila kwa hilo kwa kweli tumeumia sana. Mama, kama unatusikia, hebu njoo utusaidie, tunalia. Watoto wetu, tuna watoto wadogo, wengine wanashindwa hata kwenda shule. Mtoto shazoea anaenda shule, anarudi anakuta nyumbani, lakini mwisho wa siku anafika anakuta nyumba iko heo. Hamna chochote, mtoto unashindwa hata kupika. Wakati wengine unatakiwa tuende tukatafutia hata kazi za kujitafuta riziki. Tunaenda saa ngapi? Una hofu, naweza nikaondoka likatokea lolote. Hivi kweli kwa hali hii tunafika wapi? Kama kweli Tanzania ni nchi ya amani, basi tunaomba mtutafutie kwa amani. Kwa hali hii kwa kweli tunaumia. Sasa hivi mama, mnalala wapi na watoto, familia zinakaa? Yani tunalala nje, hali halisi kama mnavyoiona. Yani kila sehemu wewe pita utaona magodoro tumeweka nje, tunalala. Ikifika usiku tunajifunika hivyo, maisha yanaendelea. Lakini hatuna pa kwenda, hatuna msaada wa aina yoyote. Wakati bibi wanabomoa hii nyumba, wewe ulikuwa wapi? Nilikuwa sipo. Na hapo unakaa na nani? Na bwana wangu. Unakaa na bwana wako. Na wajukuu wangapi? 3. Wajukuu wazazi wao wako wapi? Mama yao alikufa na baba yao. Kwa bibi sasa hivi nyinyi mnaenda wapi? Sasa hivi nyinyi mnaenda wapi? Sijui. Kama mimi hapa kiwanja nitanunua na nini? Hela nitaipata wapi? Ya kununua kiwanja. Unaiomba nini serikali sasa kwa pengine kwa hichi kilichofanyika? Naiomba tu Mungu anisaidie. Akusaidie nini bibi? Kunijengea nyumba. Nakula, nitakula. Sasa hivi mnakula nini bibi? Tunahangaika tu hivyo. Leo mmekula? Bado. Na wajukuu nao hawajala? Bibi, hapa mnafanyaje? Mnalala wapi? Na siku nzima mnafanyaje hapa usiku, na mnafanyaje pia? Tunalala tu. Wapi sasa? Hapa. Kwa sababu mnalala hapa bibi? Baridi. Hivyo tu sasa tutafanyaje? Tutaenda wapi?